Kwa nini Mungu hakuumba mwanaume aliyetosheka na mke mmoja? Mwanzo wa maajabu, hekima ya Muumba. Mungu alipoumba mwanaume alimpa majukumu, nguvu, hisia na hamu ya kutawala, kuongoza, kulinda na pia kupenda. Mwanaume aliwekwa kama kichwa cha familia, lakini pia aliumbwa na msukumo wa ndani unaomfanya awe na hamu ya kimwili mara nyingi zaidi kuliko mwanamke. Utafiti umeonyesha kwamba mwanaume huwaza mapenzi mara 30 kwa siku, mwanamke huwaza mapenzi mara 2 tu kwa wiki. Sasa jiulize, je, hii ni bahati mbaya au ni mpango wa Muumba mwenye hekima? Sababu 5 za kwa nini mwanaume hatosheki na mke mmoja. 1. Asili ya mwanaume ni kuendeleza uzao. Mwanaume ameumbwa na jukumu la kutafuta na kueneza uzao wake. Ndiyo maana hata katika historia ya dunia, watawala wengi wa kale walikuwa na wake wengi. Si kwa tamaa, bali kwa sababu nguvu ya ndani ya mwanaume inasukumwa na sauti ya kuendeleza kizazi. 2. Homoni ya testosterone. Testosterone ni homoni inaompa mwanaume nguvu, ubabe, ushindani na hamu ya kimapenzi ya mara kwa mara. Hii humfanya mwanaume kutokuwa na uwezo wa kubaki kimya au kustahimili muda mrefu bila kufikiri au kutamani tendo la ndoa. 3. Mazingira ya dunia humpa vichocheo. Dunia ya leo imejaa vishawishi, mavazi ya kuvutia, mitandao ya kijamii yenye picha za kimahaba na uhalisia kwamba kila kona mwanaume anawekewa majaribu. Hii huongeza kiu na tamaa hata kama tayari ana mke mmoja. 4. Mwanamke huwaza mapenzi mara chache. Mungu pia alimpa mwanamke utulivu, subra na uwezo wa kustahimili muda mrefu bila kuhitaji mapenzi mara kwa mara. Hii huleta pengo kati ya mategemeo ya mwanaume na uhalisia wa mwanamke. Ndiyo maana baadhi ya wanaume hujikuta wakitafuta zaidi, si kwa ubaya, bali kwa sababu mahitaji yao ya ndani hayajatimizwa. 5. Mungu alijua mwanaume atahitaji rehema. Katika maandiko mengi ya kidini tunaona hata watu wa Mungu kama Suleiman, Daudi walikuwa na wake wengi. Hii haikumfanya Mungu awalaani, bali aliwapa hekima ya kuongoza familia kubwa. Hii ni ishara kwamba Mungu anafahamu kabisa asili ya mwanaume na haja yake ya upendo wa aina mbalimbali. Mwanaume hapendi kuchepuka, lakini wanaume wengi hawajui kwa nini wanavutiwa nje ya ndoa. Wanachojua ni kwamba ndani yao kuna moto, na moto huu ukikosa kupokewa au kueleweka huwaka hovyo. Sio tamaa tu, ni hitaji la ndani. Kumlaumu mwanaume kila wakati bila kuelewa mwili na nafsi yake ni sawasawa na kulaumu moto kwa kuwaka. Mwanamke, mwelewe mwanaume. Badala ya kuhukumu, zingatia. Jiulize kwa nini anavuta mbali. Jiulize kama unatimiza haja zake kiakili, kihisia na kimwili. Jiulize kama unamkaribisha kwa meno ya heshima na si lawama. Ukimwelewa mwanaume, utamweza. Lakini ukimpinga kwa kejeli, atakukimbia kimya kimya. Mwanaume ni mfalme, mpe heshima anayoistahili. Hii makala haikutetea uhaini au kuvunja ndoa. Ni kuitazama asili ya mwanaume kwa jicho la hekima na kumwelewa kwa undani. Kwa hiyo tukubali, mwanaume hakuumbwa kuwa malaika wa mapenzi mmoja. Alizaliwa na nguvu, kiu, hamasa na haja ya kupendwa mara nyingi. Na hayo yote ni mpango wa Mungu, si dhambi, ni silka. Hitimisho. Makala hii haikukusudiwa kuchochea tamaa, bali kuleta ufahamu wa ndani, huruma na uelewa wa tofauti za kijinsia. Kabla hujamlaumu mwanaume, muangalie kama mtu aliyeumbwa kwa namna ya kipekee sana. Kwa hiyo tukubali, mwanaume hakuumbwa kuwa malaika wa mapenzi mmoja. Alizaliwa na nguvu, kiu, hamasa na haja ya kupendwa mara nyingi. Na hayo yote ni mpango wa Mungu, si dhambi, ni silka. Usisahau, kama makala hii imekugusa kwa namna yoyote, bonyeza subscribe kwenye YouTube channel yetu, Huba Online TZ. Tuko hapa kukuonyesha maisha kwa jicho la tofauti, kwa ukweli usiofungwa na hofu wala unafiki. Tembelea